الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منا وإياكم من النار. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada za rahma kipenzi chetu na kipenzi cha Allah Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hatunabudi kumshukuru Allah kwa ihsani yake na mapenzi yake aliyotuwezesha kuweza kukutana tena katika jilsa yetu, ukiwa na malengo ya kuweza kubadilishana fikra, lakini pia kuendelea kuhuisha imani zetu na kupeana elimu ya mambo mbalimbali katika Uislamu. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala azikubali amali zetu na iwe ni sababu ya kuingia katika pepo yake ya Firdausil A'la. Leo katika majlisi yetu tunakusudia kuelezea mipango na malengo kwa ajili ya mwaka mpya wa Kiislamu, ikiwa leo tayari tumeingia tarehe 2 ya mwaka 1448 Hijiria, mwaka wa Kiislamu. Japokuwa watu wengi sana wamejisahau kwamba leo tulikuwa katika tarehe 1 kwa maana ya mwaka mpya wa Kiislamu. Watu wengi sana hawafahamu jambo hilo. Ni kwa sababu ni mwaka ambao watu hawajauzingatia, lakini ndio mwaka wa Kiislamu. Leo ilikuwa ndio mwaka mpya tarehe 1. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba tupo katika mwaka 1448 Hijiria, mwaka wa Kiislamu, na yako mengi sana ya kuweza kuzungumza kuhusiana na Hijiria, kuhusiana na kalenda ya Kiislamu, kuhusiana na mipango mbalimbali katika Uislamu, na hasa pale ambapo unapokuwa umebadilika mwaka kuingia katika mwaka mwingine. Tarehe hii ya Hijiria ambayo asili yake imeasisiwa na Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu wakati wa khilafa yake, ni kalenda ambayo tunasema ni kalenda ya Kiislamu ambayo ndani yake ina matukio mengi sana ya Kiislamu. Japokuwa duniani kuna kalenda nyingi sana, ukienda kule Misri, maeneo ya Alexandria, ambapo asilimia kubwa kuna wale watu wanaoabudu katika madhehebu ya Orthodox, wao kule wana kalenda yao. Wa Orthodox nao wana kalenda yao. Ukienda nchi kama Ethiopia wana kalenda yao. Nadhani kwa Ethiopia huu utakuwa ni mwezi wa 12 kama sio mwezi wa 11, kwa wale ambao watu wanaoishi katika nchi ya Ethiopia, nao wana kalenda yao. Lakini pia kuna kalenda inaitwa kalenda ya miladia, ambayo ndiyo kalenda tunayoitumia sisi. Ni hii kuanzia Januari up to December. Hii ni kalenda tunasema ni kalenda ya miladia, ambayo ni maarufu sana katika majumba yetu tumeweka. Sasa kiasili kalenda hii ya miladia ni kalenda ambayo ilikuwa mwanzoni inaitwa ni Julian calendar. Ilikuwa inaitwa Julian calendar.
lakini baadaye ikabadilika ikaitwa Gregorian calendar, ambayo asili yake imetokana na Pope Gregorian the 16 wa 16, ambaye asili yake alikuwa ni Mkatoliki. Ndio wao wakaja wakaanzisha hii kalenda ya January up to December. Kwa hiyo kimsingi hii kalenda inaitwa ni Gregorian calendar, na ukisema Gregorian ni jina la mtu ambaye alikuwa ni askofu au alikuwa ni papa, akiitwa Pope Gregorian the 16 wa 16. Kwa hiyo kalenda hiyo yeye ndo alikuja akaiasisi, akaihuisha, ndio leo watu wanaitumia. Kwa hiyo ukiona kalenda ya Januari up to December imewekwa ukutani au tunatumia kupokelea mishahara, tambua tu ya kwamba ile ni kalenda inayoitwa Gregorian calendar. Ni kalenda iliyoasisiwa na Pope Gregorian the 16. Kalenda ya Kiislamu imeasisiwa na masahaba akiwemo Umar ibn al-Khattab, lakini ukienda Wahindi nao wana kalenda yao, Mabudha kule wana kalenda yao, Wahindu wana kalenda yao. Ukienda China na wenyewe wana kalenda yao. Kwa hiyo kuna kalenda nyingi sana duniani zipo, na kila kalenda ina matukio yake maalum. Lakini kalenda hii ya Kiislamu inaitwa ni kalenda ya Hijiria. Ni kalenda ya kuhama kwa maana ya imeanza kuhesabiwa tangu mtume alipotoka Makka kuhamia katika mji wa Madina. Ndio maana ikaitwa ni Hijiria kalenda, kwa maana ya ile tukio la mtume kuhama kutoka Makka kuelekea katika mji wa Madina. Ndugu zangu, kuna mafundisho mengi sana ambayo tunayapata katika tukio la hijra ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kabla hatujaeleza kiini cha somo letu la leo, kwamba mipango kwa ajili ya mwaka mpya ujao, mwaka 1448 tumejipangaje katika mipango mbalimbali ya kiimani, mipango mbalimbali ya kimaisha katika mwaka ujao wa Kiislamu ambao tumeuanza leo. Tumejipangaje katika hilo? Ukisoma katika historia, kalenda hii ya Hijiria imeitwa Hijiria kwa sababu ya hijra ya bwana mtume kutoka Makka kuhamia Madina. Tunatambua ya kwamba Makuraishi na wale makafiri wa mji wa Makka walipanga mpango wa kutaka kumuua bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani anasema, wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka au yaktuluka au yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allahu wallahu khairul makirin. Mwenyezi Mungu anaelezea tukio la Makuraish waliokaa katika Darun Nadwa, waliokaa katika nyumba maalum ambayo walikuwa wameweka mipango ambayo lengo lake lilikuwa ni kumuua bwana mtume Muhammad. Kulikuwa na mawazo matatu ambayo yalitoka kwenye mpango huo. Pale katika mji wa Makka kulikuwa na sehemu maalum, kulikuwa na nyumba maalum au ukumbi maalum ambayo Makuraishi walikuwa wakikutana kwa ajili ya mipango kama vile bunge. Mikakati, mipango mbalimbali ilikuwa ikipangwa sehemu panaitwa Darun Nadwa. Sasa kwenye bunge lile ndio sehemu ambapo watu walipeleka mpango wa kutaka kumuua bwana mtume Muhammad. Mwenyezi Mungu anakumbusha ili tukio, anasema kipindi ambacho wale ambao waliokuwa wamekufuru walipotengeneza mpango kwa ajili ya kutaka kumfunga bwana mtume. Wazo la kwanza ilikuwa ni kutaka kumfunga bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Jambo la pili walilokuwa wameweka azma kwenye mkutano wao ilikuwa ni kumtoa mtume au yukhrijuka, au kumtoa mtume pale katika mji wa Makka kumhamisha aende katika mji mwingine. Na jambo la tatu ambalo Makuraish walijadili katika Darun Nadwa au
liyaktuluka au yaktuluka. Mpango wa tatu ulikuwa au kumuua bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mipango hii ilipangwa na Makuraishi. Mpango wa kwanza ilikuwa ni kumfunga Mtume afungwe jela. Mpango wa pili ilikuwa ni kumfanya Mtume ahame, wamhamishe pale Makka. Mpango wa tatu ilikuwa ni kumuua Mtume. Mipango yote hii, mpango uliokubalika ulikuwa ni mpango mmoja tu. Historia ni ndefu, na aliyetoa rai ya nani ya rai yake ilikubalika kwamba Mtume auawe alikuwa nani, vitabu vya tarehe vimeelezea, na mwaka jana nakumbuka tukio hili lilielezewa kwa urefu sana. Lakini rai iliyokuwa imekubalika kwamba Mtume akamatwe auawe, hii ndio rai iliyokuwa imekubalika. Ni nani atakayemuua Mtume? Walikubaliana Makuraishi ya kwamba makabila yale ya Kiarabu yatoe kijana mmoja mmoja, kila kabila litoe kijana mmoja, kisha upatikane upanga. Ule upanga uende ukamuadhibu au ukampige bwana Mtume Muhammad dharbatan wahida, pigo moja, lakini upanga ule ushikwe na vijana wote waliotoka kwenye kila kabila. Rai hiyo ilikubalika, na vijana wale wakatoka wakaenda nyumbani kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama, wakaenda wakamwekea kibunge kwa lengo la kutaka kumuua bwana Mtume. Lakini wakati wanapanga mpango huo, Mwenyezi Mungu naye mtukufu subhanahu wa ta'ala ndani ya aya hii anasema, wayamkuruna wayamkurullahu wallahu khairul makirin. Wanafanya vitimbwi, yani wanapanga njama kwa ajili ya kumuua Mtume, lakini Mungu naye kuli anafanya vitimbwi kwa ajili yao. Wallahu khairul makirin, Mwenyezi Mungu yeye ndiyo mbora wa vitimbwi. Hakuna mtu ambaye anaweza kuwa na vitimbwi vya kumzidi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ule mpango alikuwa kashaujua kwamba Makuraishi na wale wengine wamekaa lengo lao kumuua Mtume. Allah subhanahu wa ta'ala akawa ashajua, na mwisho wa siku ule mpango akamfahamisha bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kupitia Jibril kwamba aondoke katika mji wa Makkah al-Mukarrama aende katika mji wa Madina. Kwa hiyo kuhama kwa Mtume ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, ya kutoka pale Makka kuhamia katika mji wa Madina ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio wanawachuoni wa elimu ya mambo ya kufahamu siri iliyokuwepo katika Al-Qur'anul Karim wanasema ya kwamba mtu ikiwa atashikamana na uradi, ikiwa watu wamepanga mpango wa kutaka kumfanyia mabaya, kwa mfano mtu akawa amepanga mpango wa kutaka kufanya jambo baya, kisha ukachukua uradi huu, aya hii ukawa unaisoma, wayamkuruna wayamkurullahu wallahu khairul makirin. Wanawachuoni wanasema uradi huu ukisomwa mara 1001 mara 1001, wale ambao waliokuwa wamepanga mpango wa kukufanyia madhara, yale madhara yanakuwa yanawarudia wao. Wayamkuruna wayamkurullahu wallahu khairul makirin. Wanapanga mpango wa kukufanyia vitimbwi, lakini Allah yeye ndio ana vitimbwi kushinda wao, na Allah ndio mbora wa vitimbwi. Wanawachuoni wanasema uradi huu, aya hii ukiirudia kuisoma mara 1001, basi Allah subhanahu wa ta'ala ule ubaya waliokuwa umeukusudia unarudi kwao. Sasa hapo wakati mwingine kuna watu hao wanakwambia, dalili hiyo umetoa wapi? Hapa ndipo watu wengi sana wanapofeli. Qur'ani ina password. Yaani lazima ukae na watu waanze kukuelezea password zilizokuwa ndani ya Qur'ani. Qur'ani ni shifaa, Qur'ani ni ponyo, Qur'ani ni kinga. Lakini namna gani unaweza Qur'ani kuifanya kuwa ni ponyo? Ni lazima ukae na watu wakuelekeze kuwa Qur'ani ni ponyo. Ni namna gani unaweza kuifanya Qur'ani kuwa ni kinga? Ni lazima watu ukae nao wakuelekeze kwamba Qur'ani ni kinga. Sasa kuna mtu ukimwambia, ukisoma wayamkuruna wayamkurullahu wallahu khairul makirin mara 1001,
Atakwambia shekhe, nipe dalili jambo hilo umepata wapi? Kaa na watu wanaojua wakuelekeze kodi zilizokuwa kwenye Qur'ani ili uweze kufungua Qur'ani ikusaidie kwenye maisha. Zipo aya nyingi zina siri ndani ya Qur'ani ambapo watu wengi wamefanikiwa kwa kuzisoma aya hizo na watu wamefanikiwa kwenye mambo yao. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu kwenye aya hii anathibitisha ya kwamba yeye Allah alifanya vitimbwi kwa wale waliopanga mpango wa kumuua mtume. Kwa hiyo mtume akaamrishwa atoke katika mji wa Makka aelekee katika mji wa Madina. Ndugu zangu, kisa ni kirefu sana, lakini kimsingi mtume alipotoka katika mji wa Makka alielekea katika mji wa Madina. Hakupenda tukio lile mtume. Aliondoka katika mji wa Makka hali ya kuwa ana huzuni kubwa sana. Aliondoka katika mji wa Makka hali ya kuwa ana uchungu mkubwa sana. Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur'an, la uqsimu bihadha albalad wa anta hillum bihadha albalad. Mwenyezi Mungu anasema naapa, la uqsimu bihadha albalad, naapa kwa mji huu. Mwenyezi Mungu alikuwa akiuapia mji wa Makkah al-Mukarrama, wa anta hillun bihadha albalad, na kwa hakika wewe Muhammad ndiyo mkazi halisi wa mji huu. Mwenyezi Mungu hapa alikuwa anamthibitishia mtume kwamba najua unaumia kuondoka kwako katika mji wa Makka, lakini tambua ya kwamba wewe ndiyo mzawa katika mji huu. Nenda, lakini siku moja utarudi katika mji wa Makkah al-Mukarrama. Mtume anaondoka Makka analia machozi kwa sababu Makka alikuwa anaipenda, lakini Mwenyezi Mungu akaapia, la uqsimu bihadha albalad, na apa kwa mji huu wa Makkah al-Mukarrama, wa anta hillum bihadha albalad, na wewe Muhammad ndiyo mkazi halisi wa mji huu. Mtume akaondoka Makka akaelekea katika mji wa Madina. Alipofika katika mji wa Madina, mtume alipata watu waliompokea ambao walikuwa wanaitwa Ansar, wale wenyeji wa Madina. Natambua wakati huo, wakati mtume anahama kutoka Makka kuhamia katika mji wa Madina, ilikuwa tayari kuna mtu alikuwa amemtuma kwenda kupeleka ujumbe wa Uislamu katika mji wa Makka. Alikuwa sahaba ambaye alikuwa akiitwa Mus'ab ibn Umair. Mus'ab ibn Umair alikuwa ni sahaba aliyetumwa na mtume kutoka Makka kwenda Madina. Kabla ya mtume hajahama kutoka Makka kwenda Madina, Mus'ab alikuwa mtu wa kwanza kwenda Madina kupeleka habari ya Uislamu. Kwa hiyo wakati mtume anatoka Makka na kwenda Madina, alikuta tayari pale Madina umeshaingia Uislamu. Uislamu upo katika mji wa Madina. Aliyempokea Mus'ab ibn Umair alikuwa ni kijana mmoja wa Kimadina, alikuwa akiitwa As'ad ibn Zurara. Huyo As'ad ibn Zurara alikuwa ni kijana mwenyeji wa mji wa Madina. Huyu ndiyo aliyempokea Mus'ab ibn Umair wakati anatoka Makka kuhamia katika mji wa Madina. Na Mus'ab alianza kufanya kazi ya da'wa katika mji wa Madina kwa mwongozo wa As'ad ibn Zurara. Kwa hiyo As'ad alikuwa ndiyo mwenyeji wa Mus'ab, wakawa wanaanza kueneza habari ya Uislamu katika mji wa Madina. Wakati mtume anatoka Makka anahamia Madina, alikuta Madina kuna Waislamu 400. Waislamu 400 tu aliwakuta katika mji wa Madina. Kwa hiyo mtume anaingia Madina, anakuta kuna kikundi kidogo cha Waislamu ambacho kikundi hicho kilikuwa kipo tayari kumkubali na kumpokea bwana mtume Muhammad. Ndio unaona wakati mtume anaingia katika mji wa Madina, alipofika pale Masjid Quba, wale wenyeji wa Madina ndio walikuwa wanaimba ile kasida ya Tala al-Badru alaina min thaniyati al-wada' wajaba ash-shukru alaina mad'a lillahi da' ayuha al-mab'uth fina ji'ta bil amri muta'. Ile hadithi ilikuwa, yale maneno yalikuwa yakisemwa au kasida ile yalikuwa ikiimbwa na watu wa Madina wakimpokea bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama alipokuwa anaingia katika mji wa Madina. Kwa hiyo mtume alikuta Waislamu 400. Mus'ab bin Umair alifanya kazi kwa muda mchache, akawaingiza watu 400 katika Uislamu, wakawa wameshiba imani ya kumpokea bwana mtume Muhammad. Mtume anakaribishwa katika mji wa Madina. Nyumba yake ya kwanza, mtume anakwenda kuishi katika mji wa Madina, anakwenda kuishi katika nyumba ya sahaba mmoja alikuwa akiitwa
Abul Ayyub al-Ansari. Abul Ayyub al-Ansari alikuwa ndio mtu wa kwanza nyumba yake kuishi Bwana Mtume Muhammad, na ndo alikuwa sahaba. Abul Ayyub alikuwa ndo sahaba ambaye ana nyumba ya ghorofa pale katika mji wa Madina kwa wakati huo. Abul Ayyub nyumba yake sikana kwamba ilikuwa yeye ndio kataka mtume aende akalale pale, bali yule ngamia aliyekuja naye mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama ndiye aliyeelekeza mtume aende katika nyumba gani, kwa sababu wale wakazi wa Madina kila mmoja alikuwa anamtaka mtume aende akaishi katika nyumba yake. Hivi wewe unadhani kwa mfano kama ndio mtume anatokea sasa hivi hapa, kila mmoja atakuwa anamtaka mtume awe mgeni wake? Sasa wakati mtume anaingia katika mji wa Madina, tala albadru alaina, kila mtu aliyekuwa katika mji wa Madina alikuwa anataka mtume aende akaishi kwenye nyumba yake. Basi kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, yule ngamia wa mtume akawa ndio anaongoza wapi mtume aende akakae. Masahaba baada ya kumuona ngamia anakwenda, kila mmoja akawa anamsukuma yule ngamia aende upande wa nyumbani kwake. Kila mmoja akawa anataka yule ngamia aende upande wa nyumbani kwake. Mtume akawaambia, da'uha fa innaha ma'mura, mwacheni huyo ngamia, huyo ameamrishwa, anajua wapi anakwenda. Kwa hiyo yule ngamia akatoka akaenda mpaka kwenye nyumba ya Abul Ayyub al-Ansar, akaenda akakaa pale yule ngamia, akakita miguu yake chini. Mtume akaenda akaishi katika nyumba ya Abul Ayyub al-Ansar. Na moja kati ya mapenzi ya masahaba kwa mtume, wakati mtume anakwenda kuishi katika nyumba ya Abul Ayyub al-Ansar, Abul Ayyub al-Ansari alikuwa na familia. Abul Ayyub akamwambia mtume, wewe kakae juu, mimi nitakaa chini na familia yangu. Mtume akamwambia, wewe kaa juu, mimi nitakaa chini. Wewe kaa juu, mimi nitakaa chini. Tazama mapenzi yao masahaba, yani kwamba anafurahi ugeni ule kuja katika nyumba yake, anamwambia mtume, kaa juu, mimi nitakaa chini na familia yangu. Mtume anasema, wewe kaa juu, mimi nitakaa chini. Mwisho wa siku mtume akakaa chini katika nyumba ya Abul Ayyub al-Ansar, akawa anaishi floor ya chini. Mtume akawa anaishi pale katika nyumba ya sahaba yule. Siku moja, kabla ya sijaendelea mbele, ilitokea bahati moja mbaya. Abul Ayyub al-Ansari kule juu watoto wakacheza, wakamwaga maji akawa yanachuruzika. Sasa yale maji akawa yanadondoka yanakuja katika sehemu ambayo mtume aliyokuwa analala. Maji yale yalikuwa yanamwagika, yakawa yanakuja sehemu ambayo mtume aliyokuwa analala. Abul Ayyub al-Ansari akatoka mbio, akawa amekwenda kuyakinga yale maji ili asije kumloanisha bwana Mtume Muhammad. Sasa vile vitone vilivyokuwa vinadondoka vinamgonga Abul Ayyub al-Ansar, vikawa vinamfikia mtume kitandani kwake. Mtume akashtuka akamkuta Abul Ayyub al-Ansari ameloana. Abul Ayyub al-Ansar ameloana. Mtume anamuuliza, madhika ya Abul Ayyub al-Ansar, una jambo gani ya Abul Ayyub al-Ansar? Maji yanamwagika, kaloana. Lakini anayakinga yale maji, anakubali aloane yeye, lakini asiloane bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mapenzi ya masahaba waliokuwa nayo kwa mtume. Kwa hiyo mtume aliishi katika nyumba ya Abul Ayyub al-Ansari. Kwa hiyo akaishi pale mpaka baadaye ilipokuja kujengwa Masjid an-Nabawi, mtume na mwenyewe akajengewa nyumba yake pembezoni mwa msikiti wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume ndio akaenda akaishi pale nyumbani kwake, lakini nyumba ya mwanzo kufikia mtume ilikuwa ni nyumba ya Abul Ayyub al-Ansari katika mji wa Madina, na Waislamu wakiwa ni wachache 400 kabisa. Na wakati mtume anatoka Maka kuhamia Madina, hiyo hijra ambapo ndiyo sababu ya kalenda ya Kiislamu kuitwa Hijria. Hijria bimaana ya hijra ya mtume, hijratun nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallama, hijra ya mtume kutoka Maka kuhamia katika mji wa Madina. Wakati mtume anatoka Maka kuhamia katika mji wa Madina, Maka ilikuwa haiitwi Madina, ilikuwa haiitwi Madina. Ile mji wa Madina ulikuwa hauitwi Madina, afwan. Ule mji wa Madina ulikuwa hauitwi Madina, ulikuwa ukiitwa Yathrib.
Lakini baada ya kuhamia Mtume, ule mji wa Madina ulipata nuru, kukahama jina kutoka Yathrib ukaitwa ni Madinatul Munawwara, maana yake mji uliopata nuru, kwa sababu ya ujio wa Bwana Mtume Muhammad. Kwa hiyo jina likabadilika kutoka Yathrib ukawa unaitwa Madina al-Munawwara, mji ulionawirika, mji uliopata nuru, kwa sababu ya Mtume kahamia katika mji wa Madina. Kwa hiyo jina lile lilipatikana kwa sababu ya hijra ya Mtume kutoka Maka kuhamia Madina. Na kimsingi ni kwamba Madina au Yathrib ilipata nuru kweli kwa ujio wa Mtume, kwa sababu kuna baadhi ya mambo ambayo yalikuwa hayapo sawa katika mji wa Madina. Siku moja niliwahi kuambia pale Yathrib, pale Madina, kabla ya Mtume hajatoka Maka kuhamia pale, kulikuwa na tatizo la maji katika mji wa Madina. Maji yalikuwa ni shida sana katika mji wa Madina. Lakini Mtume alipohamia katika mji wa Madina, jambo la kwanza alilolikuta pale ilikuwa ni wakazi wa Madina walikuwa wanapata shida na tatizo la ugonjwa wa kuharisha, kwa sababu walikuwa wanakunywa maji machafu. Ngamia wanakunywa maji hayo hayo, punda wanakunywa maji hayo hayo, farasi wanakunywa maji hayo hayo, na wanadamu wanakunywa maji hayo hayo. Mtume alikuta hali hiyo katika mji wa Madina. Alivyoona hivyo Mtume, na alivyoona watu wanapata magonjwa ya matumbo ya kuharisha kwa sababu ya maji kuwa ni machafu, alimchukua sahaba mmoja alikuwa akiitwa Ubaidillah ibn al-Jarrah. Ubaidillah ibn al-Jarrah, yule sahaba Mtume alimchukua akamwambia, sikiliza, nenda kafanye utafiti wa namna gani tunaweza kupata maji masafi katika mji wa Madina. Ubaidillah ibn al-Jarrah akatoka akaenda katika milima, akaenda akafanya utafiti, akaja najibu kwa Mtume akamwambia, ili tuweze kupata maji yaliyokuwa safi inatakiwa tuchimbe maji katika vilima, yale maji yawe yanatiririka. Yakitiririka yale maji tunapata maji yanayotembea, sio maji yaliyotuama. Kwa hiyo itakuwa ni ngumu maji kuwa na bakteria, kwa sababu yale maji yatakuwa yanatiririka kutoka milimani. Mtume akachukua rai ya Ubaidillah ibn al-Jarrah, kweli wakaenda wakachimba visima, wakachimba mitalo katika milima. Kwa hiyo maji akawa yanatiririka kutoka katika milima. Watu wa Madina wakaanza kupata maji yaliyokuwa safi. Na ndio hapo unaona Mtume akamtafutia jina la utani Ubaidillah ibn al-Jarrah, akamuita muhandisul miyah. Alimuita muhandisi wa maji, alimuita injinia wa maji. Kwa sababu gani? Alikuja na wazo ambalo limepelekea mji wa Madina watu wakapata maji yaliyokuwa safi. Kwa hiyo Mtume kuhamia kwake Madina ilipata nuru katika nyanja nyingi sana, ikiwemo kupata maji yaliyokuwa safi. Na ndio hapa unaona umuhimu wa vijana wa Kiislamu kufanya utafiti na gunduzi mbalimbali ili kuweza kuleta natija katika jamii. Yani Ubaidillah ibn al-Jarrah wakati anafanya utafiti huo alikuwa na umri wa miaka 21. Alikuwa na umri wa miaka 21. Ubaidillah ibn al-Jarrah anakwenda anafanya utafiti, anakuja na solution ya namna gani wanaweza kupata maji yaliyokuwa safi. Hapa unapata somo ya kwamba ukiwa ni kijana wa Kiislamu lazima akili yako iwe inawanza na kufikiri na kuchakata namna gani unaweza ukawa ni sehemu ya kutatua changamoto katika jamii. Usiwe ni kijana wa kusababisha changamoto kwenye jamii. Uwe ni kijana ambaye unaweza kuleta solution ya changamoto mbalimbali katika jamii. Na ndio Mtume aliwatumia vijana katika maeneo hayo. Anamtuma Ubaidillah, nenda kafanya utafiti namna gani tunaweza kupata maji yaliyokuwa safi. Kwa hiyo vijana walitumika kwenye kuleta matokeo chanya kwenye jamii. Siwaambii vijana wa leo nye Gen Z ambao kazi yenu mnahamasishwa kwenda kufanya maandamano, mnaingia kwenda kufanya vurugu barabarani. Yaani vijana mnatumika vibaya. Vijana wale wa Mtume walikuwa wakitumika kwenda kuleta manufaa katika jamii. Mtu anakwenda kufanya utafiti, anakuja na solution kubwa ya kuondoa changamoto kubwa katika jamii. Watu wanaweza kupata maji yaliyokuwa safi.
Tukuulize kijana, wewe sasa hivi wewe una mchango gani kwenye jamii yako? Una mchango gani wewe kwenye jamii yako mpaka sasa? Tukikuuliza wewe mchango wako ni nini, pengine majibu ukakosa. Ubaidillah ana umri mdogo, lakini yeye ndio aliyosababisha mpaka leo Madina kuna maji safi na salama. Kwa hiyo Madina imeitwa Al-Munawwara, mji uliopata nuru, kwa sababu ya ujio wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo hijra ya Mtume ilikuwa na manufaa. Hijra ya Mtume ilikuwa na manufaa katika mji wa Madina. Ndugu zangu, Mtume aliishi katika mji wa Madina kwa faida kubwa sana, na alipata matokeo makubwa sana kwa yeye kuhamia katika mji wa Madina. Mwanzoni aliona kama tabu, kama dhiki, lakini baadaye Mtume alikuja kupata nguvu sana kwa sababu ya hijra aliyoifanya. Na hapa ndiyo kwenye nukta yangu ya msingi, nataka tujifunze kwamba hijra inaweza kuwa sababu ya mtu kupata mafanikio kwenye maisha yake. Yaani kuhama kunaweza kumfanya mtu apate mafanikio katika maisha yake. Ukihama kutoka sehemu moja kuelekea sehemu nyingine, inawezekana ikawa ni sababu ya kupata mafanikio kwenye maisha. Kwa mfano, ikiwa umezaliwa Dar es Salaam, umekulia Dar es Salaam, unazeekea Dar es Salaam, kuna baadhi ya mambo unakuwa unakosa. Kuna baadhi ya mambo unakuwa unayakosa. Sisemi kwa uwezi kufanikiwa, unaweza kufanikiwa, lakini asilimia kubwa ya waliofanikiwa Dar es Salaam ni wale ambao waliokuja kutoka mikoani kuja hapa Dar es Salaam. Asilimia kubwa hao ndio waliofanikiwa. Abaitum au shiitum, ima mtakataa au mtakubali, lakini wengi waliofanikiwa ni wale ambao waliokuwa wamekuja kutoka mikoani, wamehamia hapa. Wengi wao ndio waliofanikiwa. Wale ambao ni wazao wamezaliwa hapa, waliofanikiwa ni wachache sana. Lakini wengi kwa kuwa anaamini nimezaliwa hapa, nimekulia hapa, nimesoma hapa, anaishi kwa mazoea katika mji. Kwa hiyo hijra ina manufaa makubwa. Siku moja niliwahi kuwapa mfano, hata yale magorofa ya Kariakoo yalikuwa ya wazee wetu yale magorofa ya Kariakoo yalikuwa ya wazee wetu yale. Ukisoma katika historia, mji ule ulikuwa ni wa Wazaramo, mji ule ulikuwa ni wa Wandengereko, mji ule yani ni mji wa watu wa pwani. Lakini leo ukienda pale, watu ambao wanamiliki nyumba watu wa pwani, katika watu 10 pengine mmoja. Yale magorofa sasa hivi wamenunua Wakinga, yale yashakuwa ya Wakinga magorofa yale. Magorofa yashakuwa ya Wakinga, wametoka Iringa wamekuja hapa Dar es Salaam. Mwisho wa siku wao ndio wamekuja wamefanikiwa. Watu wanawaona kama wachawi. Wale wachawi. Sio wachawi. Kuna faida ya mtu kufanya hijra ya kutoka sehemu moja kuelekea sehemu nyingine. Kwa mfano, ukizaliwa Kinondoni, ukikulia Kinondoni, ukasoma Kinondoni, unazeekea Kinondoni, mtu akikwambia chukua beseni la machungwa uende ukatembeze uuze, we utaona noma. Utaona noma kwa sababu mtu anakuambia nenda Ufipa ukauze machungwa, utembee hapo uende mtaa nani hapo nyuma Sekenke ukauze machungwa. Umezaliwa hapa, hilo jambo utaliweza wapi bwana? Utaanza kuona pale bana kuna mwanamke fulani pale, kuna watanionaje mimi nimezaliwa hapa? Uwezi kuuza. Lakini akitoka Mnyamwezi au Mdigo, katoka zake Tanga au katoka Tabora kaja hapa anauza machungwa, kwa sababu hakuna anemjua hapa, hakuna mtu wa kumuonea noma. Kwa hiyo unaona faida ya hijra. Hijra ina faida yake, kwamba kutoka sehemu moja kuelekea sehemu nyingine kunampelekea mtu kupata mafanikio kwenye maisha yake. Ndio maana unaona Mtume alipotoka Makka kuhamia Madina alipata mafanikio makubwa sana, japokuwa mwanzoni hakupenda. Na ndio kawaida ya hijra. Hijra ukihama kutoka sehemu moja kuelekea sehemu nyingine, kuna tabu, kuna dhiki unakuwa unaipata. Mimi kwa mara ya kwanza naingia katika mji wa South Africa, kuna kitu kinaitwa ni homesick. Yaani hiyo inaitwa home fever. Inaitwa home fever. Ile homa ya nyumbani inaitwa home fever, inaitwa homa ya nyumbani. Yaani unakuwa una miss nyumbani kwa sababu upo ugenini, umekaa mbali na nyumbani.
mbali kabisa huko, una ndugu, una rafiki, una nani, una unayemjua, ndo mara ya kwanza umeingia, unaanza kukumbuka nyumbani. Kwa hiyo wakati mwingine kuhama kuna gharama yake, kuna uchungu wake. Kuondoka sehemu ambayo umezoea kuna uchungu wake, ikiwemo kupata hiyo home fever, hiyo unapata hiyo homa ya kukumbuka nyumbani. Lakini ukiweza kustahimili, kuna mafanikio makubwa sana kwa mtu kutoka sehemu moja kuelekea sehemu nyingine. Lakini pia mtu anapata exposure. Kwa mfano, mtu aliyesoma Tanzania na yule ambaye aliyetoka kwenda kusoma nje, yule aliyetoka kwenda kusoma nje haina maana kuwa atapata elimu kubwa kumshinda wa hapa. Atakachokipata yule ni exposure. Yani maana yake kule atakutana na watu tofauti, mataifa tofauti, tabia tofauti, culture tofauti, yani atakutana na vitu vingi tofauti na nyumbani kwao. Lakini fiqh inayofundishwa kule ndio hii hapa. Sijui mustalahul hadith inayofundishwa kule ndio utakayofundishwa hapa. Sijui sarfu ndio, yani sarfu ya Iraki, ya Dar es Salaam, ya Kibiti, ya Saudi, ndio sarfu ni hiyo elimu sarfu. Nahwu ndio hiyo. Lakini yule anayetoka hapa kwenda nje, anachoenda kupata yeye ni exposure, ndicho ambacho atakuzidi. Yani kuna baadhi ya vitu atakuwa amejifunza kwa kule kukaa kwake nje. Kwa hiyo mtu kutoka sehemu moja kuelekea sehemu nyingine pia kuna exposure mtu anakuwa anapata. Kwa hiyo hijra ina faida kwa upande mwingine, mtu anaweza kupata manufaa makubwa. Ndio maana unaona Mtume alipotoka Maka kuhamia Madina aliweza kufanikiwa kwenye mambo mengi sana kwa sababu ya hijra aliyoifanya. Ndio maana wale watu wa Madina walipompokea Mtume, wao walimkubali, walimuelewa Mtume, wakampokea Mtume, wakampa makazi Mtume, na baada ya kumpokea Mtume walimpenda Mtume. Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani anasema yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mwenyezi Mungu anasema waliwapenda wale ndugu zao waliohama, yuhibbuna man hajara ilaihim, waliwapenda wale ndugu zao waliokuwa wamehamia pale katika mji wa Madina. Kwa hiyo Mtume alipata watu waliompenda. Kule Maka walikuwa wanataka kumuua, lakini alipotoka pale Maka kuhamia Madina, wale watu wa Madina walimpokea kwa kasida, walimpenda, wakampa nyumba ya kukaa, wakampa kila kitu. Huku Maka nyumbani kwao walikuwa wanataka kumuua. Ndio Waswahili husema nabii akubaliki kwao. Sasa hivi hapa unaweza ukakaa ukasema yule Shaabani bwana kitu gani bwana, kwa sababu wewe unamjua Shaabani, upo naye mtabani kila siku. Lakini Shaabani huyo akitoka hapa akienda sehemu nyingine, mtu anaanza shehe, nilikuwa nakutafuta bwana, nilikuwa natamani nikuone tu kwa macho, kila siku nilikuwa nakuona tu huko, lakini wewe kila siku Shaabani unamuona Shaabani ana nini bwana, hana chochote bwana. Nabii huwa akubaliki wao. Ndio utamaduni huko hivyo. Kwa hiyo hata Mtume yule watu walikuwa wakimponda kwa sababu walikuwa wanamjua. Wewe umezaliwa nyumba ile pale, baba yako Abdullah, tunawajua nyinyi kabila la Quraysh, tunakujua wewe umecheza pale, wewe pale umechunga. Yani walikuwa wanamjua sana Mtume, kiasi ambacho alipokuwa anawaambia mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu walikuwa wanakataa. Ndio maana Abu Lahabi, Mtume alipokuwa amewaita wale Makuraish kwenda kuwaambia habari ya kwamba yeye ni mtume, Abu Lahabi ikafika hatua akamwambia tabbalaka ya Muhammad, uangamie wewe Muhammad. Yani maana yake ni kwamba alikuwa haamini kwamba mtoto wa ndugu yake kwamba anaweza kuwa mtume. Wewe tumekuona hapa juzi unacheza hapa, leo tuambie wewe ni mtume, unakuja na dini ya Uislamu, wewe ni nani? Wakaanza kumdharau. Lakini kumbe Mtume baada ya kutoka Maka kuhamia Madina, kule akaenda kupata heshima. Kwa hiyo tunajifunza ya kwamba kuna baadhi ya wakati ukikataliwa mahala, jaribu kumove kutoka sehemu moja kuelekea sehemu nyingine, kutoka sehemu moja kuelekea sehemu nyingine. Ile sehemu nyingine utapata heshima tofauti na pale nyumbani kwenu. Hiyo ni faida unayoipata kwenye hijra, ni faida unayoipata kwenye hijra, na aliipata Mtume katika mji wa Madina. Wale wakazi wa Madina walimpenda Mtume, wale wakazi wa Maka walimdharau Mtume na wakataka kumuua. Kwa hiyo hiyo ndo hali inavyokuwa kwamba nabii akubaliki kwao. Kwa hiyo kuna faida kubwa kwa mtu kuhama kutoka sehemu moja kuelekea sehemu nyingine. Bali Mtume alipokuwa katika mji wa Madina,
baadaye alipata nguvu ya jeshi, na ndio unaona Mtume alipokwenda katika fathu Makka alikwenda na jeshi kubwa kwelikweli ya watu kutoka katika mji wa Madina. Wanawachuoni wa historia wanasema Mtume alipokuwa anakwenda kuukomboa mji wa Makka alikwenda na jeshi la watu 12,000. Jeshi la watu 12,000 alitoka nalo Madina anakwenda Makka, kiasi ambacho siku anayoingia katika mji wa Makka Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam yuko juu ya ngamia, na masahaba wanaingia pale Madina, wanaingia Makka, wanatisha, wana kila aina ya wanyama, watu wengi, wana jeshi kubwa. Watu wa Makka wakawa wanaanza kuogopa kwamba Mtume kaja na jeshi hapa, itakuwaje? Atatuangamiza, tulitaka kumuua, tulimtukana, tukamfanyia kadha, tukamfanyia kadha. Mtume alipoingia katika mji wa Makka akaanza kuwauliza watu wa Makka, madha tadhunnuna anni fa'ilun bikum al-yawm, hivi mnadhani mimi leo nitawafanya nini nyinyi? Mtume anaanza kuwasimanga watu wa Makka, hivi mnadhani mimi nitawafanya nini leo? Mtume kaingia ana nguvu, anatamba, lakini kilichompa nguvu ni nini? Ni hijra. Alihama kutoka sehemu moja kuelekea sehemu nyingine. Kwa hiyo Mtume kule akapata watu, akapata nguvu, akaja kuukomboa mji wa Makka. Kwa hiyo hata wakati mwingine tunajifunza ili kukomboa familia zetu, kukomboa jamii yetu iliyokuwa nayo, wakati mwingine tunalazimika kwenda mbali na nyumbani ili tupate mafanikio kuja kukomboa hali tulizoziacha nyumbani. Tunalazimika wakati mwingine kuondoka kwenda mbali na nyumbani ili kwenda kupambana kule mbali na nyumbani, kuja kukomboa hali tulizoziacha nyumbani. Na ndio utakuta kuna baadhi ya watu wanakwenda Ulaya, wanakwenda Amerika, wanatembea duniani, mtu anaondoka yuko mbali na nyumbani. Lakini kwa nini anaondoka nyumbani? Anaondoka kwa sababu anaona hali ni mbaya nyumbani, siwezi kuendelea kubakia kwa hapa, lazima nitoke nikapambane, nije nikomboe hali mbaya niliyoiacha nyumbani. Kwa hiyo kufanya hijra wakati mwingine kuna kupa nguvu ya kwenda kupambana, kuja kukomboa hali mbaya uliyoiacha nyumbani, kama unavyoona Mtume alipotoka Makka kwenda Madina, mwisho wa siku akaja kukomboa hali mbaya aliyokuwa ameiacha katika mji wa Makka al-Mukarrama. Kwa hiyo hijra na faida, inauma, inaumiza, lakini hijra ina faida kubwa sana katika kuweza kukomboa familia. Lakini hijra inakupelekea kuweza kupata heshima. Yule ambaye aliyezoea kukaa nyumbani kila siku anaonekana tofauti na yule ambaye aliyekuwa mbali na nyumbani. Yule aliyezoeleka nyumbani kila siku na yule aliyekuwa mbali na nyumbani kuna utofauti. Yule aliyekuwa mbali na nyumbani akirudi huwa anaheshimika zaidi, siku akija kusalimia anaheshimika. Wewe uliyekuwa nyumbani pale kila siku uheshimiki kwa staili hiyo. Kwa hiyo unaona hijra inamfanya mtu anaweza kupata heshima akiwa mbali. Hiyo ni faida hijra, wakati mwingine unaweza kuifanya. Sasa madhara ya kutokufanya hijra, madhara yake wakati fulani unakaribisha kukataliwa. Yaani kwa mfano labda umezaliwa Kinondoni, umekulia Kinondoni, maisha yako Kinondoni mpaka unazeeka Kinondoni. Unaweza ukawa na jambo zuri sana, lakini ile jambo ukilisema, kuna baadhi ya watu kwa kuwa wanakujua ulivyozaliwa, ulivyokuwa, ulivyosoma, michezo yako, ukiwaambia bwana nenda zako bwana, maneno yao unamwambia nani? Kwa sababu mtu anafanyaje? Anakujua. Kwa hiyo kuna hasara ya kutokufanya hijra. Hasara nyingine ya kutokufanya hijra, hata siku ukitaka kwenda kuoa nyumba ya pili, so umezaliwa Kinondoni, umekulia Kinondoni, umesoma Kinondoni, michezo yako Kinondoni, siku ukiwa unataka kwenda kuoa Mtawatogo, wewe umezaliwa Ufipa, watakwambia wewe unakwenda kumuoa, mimi nimekuona una michezo yako unaijua, yani mimi unioe wewe? Yani mtu anakuona kama kaka yake. Hiyo nao ni hasara ya kutokufanya hijra. Lakini ukiondoka mbali na nyumbani, wale watu wanakuwa wakuzoei. Siku ukija ukitaka kuposa nyumba ya pili, wewe uko mbali, ile heshima inakuwa kubwa, anakubali wewe kumuoa. Kwa hiyo kutokufanya hijra nako kuna madhara. Lakini jambo la tatu, kuna ile aibu ambayo unayokuwa nao. Kuna baadhi ya mambo unakuwa unashindwa kuyafanya, ikiwemo kufanya baadhi ya kazi unakuwa uwezi, pengine labda kuzibua mitaro, pengine labda kwenda kufanya kazi za ndani, pengine kuuza karanga. Kwa sababu mimi nawajua kuna baadhi ya watu
Afrika ya Kusini wanauza pipi. Ukienda huko Afrika ya Kusini wanauza pipi, wengine wanauza machungwa. Lakini hapa Kinondoni hakubali kuuza machungwa, hakubali kuuza pipi, lakini kule ana goli lake anauza machungwa, ana goli lake kwa sababu yuko mbali na nyumbani. Kwa hiyo hijra ina faida kubwa sana. Leo hao mnawaona Waha wanapita mtaani wanauza vyombo, wanakopesha wakina mama vyombo na nini, wametoka Kigoma wamekuja hapa. Yule kijana aliyezaliwa Kinondoni kumwambia anachukua vyombo ukopeshe mtaani, anaona noma. Lakini Muha anatoka kule anakuja hapa anakopesha vyombo Kinondoni, kwa sababu hakuna anayemjua hapa, au ni noma. Kwa hiyo kuna faida kubwa sana ya mtu kufanya hijra kwenye maisha yake, kutoka kwenye hali moja kuelekea katika hali nyingine. Ukiona kitu akiendi vizuri, ukiona umezaliwa mfano Magomeni, Kinondoni, mambo hayaendi sawa, move, sogea kutoka sehemu moja kuelekea sehemu nyingine, kwa sababu wewe sio mti. Ikiwa unaona hapa ukubaliki, toka hapa elekea sehemu nyingine. Ukiona hapa ufanikiwi jambo, toka hapa nenda sehemu nyingine. Hiyo ndiyo maana ya hijra, na ndio moja ya sababu inaweza kumfanya mtu aweze kupata mafanikio kwenye maisha yake. Lakini ikiwa kila siku uko hapo hapo tu, kila siku uko hapo hapo tu, kwenye maisha yako uweze kufanikiwa. Mtume alifanikiwa baada ya kutoka Makka kwenda katika mji wa Madina, baadaye akarudi katika mji wa Makka akiwa ana nguvu, akiwa ana heshima, akiwa ana kila kitu kwenye maisha yake. Na watu wa Makka wakawa wanampenda tena, wakawa wanamheshimu kwa sababu amekuja akiwa ana nguvu. Sasa nini cha kufanya katika mwaka mpya 1448 sisi kama Waislamu, Hijria mwaka 1448? Nini cha kufanya katika mwaka mpya huu wa Kiislamu tulioingia? Cha kufanya katika mwaka mpya wa Kiislamu ni kuangalia malengo ya mwaka jana, kama tumeachieve yale malengo au hatujaachieve yale malengo. Hili ni jambo la muhimu sana. Hili ni jambo la muhimu sana kwenye maisha. Yaani malengo ya kiimani, malengo ya kimaisha. Unajua hii tarehe ya Hijria zamani ilikuwa ndio tarehe ambayo wazee walikuwa wanaitumia kupanga matukio yao yote walikuwa wakitumia kupanga matukio yao yote, iwe ni shughuli ya 40, iwe ni shughuli ya hitma, iwe ni harusi, iwe ni jambo la kikao, yani jambo lolote. Wazee zamani walikuwa wakitumia kalenda ya Hijria. Watakwambia harusi hii itakuwa mwezi 5 mfungo mosi, harusi hii itakuwa mwezi 6 Rajab, harusi hii itakuwa mwezi 8 mfungo 9. Yani wazee walikuwa wakitumia kalenda ya Kiislamu kupanga matukio yao. Kwa hiyo ni vizuri wakati mwaka mpya huu ulipoingia, tukaanza kujitathmini katika mikakati na malengo yetu ya mwaka jana. Je, tumeachieve yale malengo au hatukuachieve yale malengo? Na malengo yako mbalimbali, malengo ya kimaisha. Mwaka uliomalizika umepiga hatua kwa kiwango gani? Wapi umefeli? Wapi urekebishe? Ni mambo muhimu sana. Sayyidina Umar alikuwa na maneno yake, anasema hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, jipimeni wenyewe kabla hamjakwenda kupimwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wazinu a'malakum qabla an tuzanu, pimeni matendo yenu kabla hamjakwenda kupimwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Jihesabuni wenyewe, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, jihesabuni wenyewe kabla hamjakwenda kuhesabiwa na Allah. Maana yake alikuwa anakusudia mwanadamu lazima uwe na kanuni ya kujifanyia critical self evaluation mwenyewe. Lazima uwe na utamaduni huo kwenye maisha yako. Isiwe tu mwaka mpya wa Kiislamu umeingia kisha ikawa wewe uanze kutafakari, mwaka jana umeisha, nimeachieve nini kwenye maisha yangu, malengo yangu nimeyafikia au sikuyafikia? Yani miaka inaenda tu. Mtu mmoja aliwahi kusema, ewe mwanadamu, tambua ya kwamba wewe ni masiku. Elewa ya kwamba kila siku moja inapoondoka, maana yake na wewe ndio unaondoka kwenye maisha yako. Kila siku inapoondoka na wewe ndio unaondoka. Kwa hiyo ni vizuri, maana yake kila miaka inapokuwa inaondoka kama hivi, kuangalia yale malengo nimeyafikia. Hapo ndipo unapofanya ile critical self evaluation mwenyewe. Mwaka mpya wa Kiislamu umeingia 1448,
1447 mimi nilifanikiwa kwa kiwango gani au nilifeli kwa kiwango gani? Hilo ndilo jambo ambalo Muislamu anatakiwa alifanye katika mwaka mpya wa Kiislamu. Lakini jambo la pili, kuweka mikakati ya namna gani ataweza kufanikiwa yale ambayo alishindwa kufanikiwa katika mwaka uliopita. Siku moja niliwahi kuambia kuna kitu kinaitwa al-ahdafu dhakia. Kuna kitu kinaitwa al-ahdafu dhakia au smart goals, wanaita smart goals. Yaani mwanadamu ukiwa unaishi kwenye maisha yako lazima uwe na malengo yaliyokuwa mazuri, mikakati iliyokuwa madhubuti kwenye maisha yako, na lazima uwe ni muhaddad. Muhaddad maana yake lazima uwe specific kwenye malengo, kwamba mimi mwaka huu na malengo 1, 2, 3. Yaani lazima uainishe malengo yako, lazima uwe ni muhaddad, specific, kwamba mwaka huu mimi nina lengo 1, 2, 3. Unapambana kuhakikisha yale malengo unayafanikisha. Yaani usiishi tu kama mbuzi. Kwenye maisha yako usiishi hivyo. Usiishi kama mbuzi. Mbuzi anaamka asubuhi, anakwenda kula machungani, jioni anarudi. Hana mpango wowote kwenye maisha yake. Lakini mwanadamu lazima awe na mpango. Mwaka huu bwana, mimi naazimia lazima ninunue kiwanja. Mwaka huu bwana, mimi nitafungua biashara fulani. Mwaka huu bwana, mimi nitakwenda hija. Mwaka huu bwana, mimi nitakwenda umra. Mwaka huu bwana, mimi nahakikisha nisome Qur'ani mara 20. Yaani lazima uwe ni muhaddad, specific. Una malengo ya aina gani kwenye maisha yako? Hilo ni jambo muhimu sana. Lakini jambo la pili, kupatikana kitu kinaitwa qabilu lilqiyas. Lazima malengo yawe ni measurable, wanasema. Lazima malengo yawe ni measurable. Lazima upime yale malengo. Ukiyapima yale malengo, manake lazima uone progress kwenye yale malengo yako. Je, ninavyoona malengo yangu nayafikia? Kuna maendeleo yoyote kwenye malengo? Yaani kama umeweka mkakati wa kujenga nyumba, lazima uangalie progress ya yale malengo yako. Je, biashara yangu napata faida ninayoweka, nafanya saving kwa ajili ya kutengeneza hiyo nyumba ninayoitaka? Je, kuna progress yoyote kwenye malengo yangu? Lazima iko kitu kiwepo. Unajua kwenye maisha kuna kitu kimoja niwaambieni, yani ili uweze kufanikiwa kwenye malengo yako lazima kuwe na management katika baadhi ya mambo. Lazima kuwe na usimamizi katika baadhi ya mambo, ikiwemo kwenye upande wa finance, kwenye upande wa kipato, kwenye upande wa uchumi. Lazima kuwe na management maalum, lazima kuwe na utawala maalum unaoweza kukuongoza katika kipato chako, kipi cha kutumia, kipi cha kuweka, kipi cha kuwekeza, kipi cha kujengea nyumba. Ndio unaweza kufikia malengo. Lakini ikiwa kila unapata 10,000 unakwenda kutumia 10,000, yale malengo yako ya kujenga nyumba hayawezi kutimia. Ndio maana wataalamu wanasema kwenye malengo, jambo la kwanza lazima kuwe na earning. Wanasema ni source of income. Kwenye maisha yako hakikisha jambo la kwanza unakuwa na earning, chanzo cha mapato, source of income. Lazima unakuwa na chanzo cha mapato. Jambo la pili, ukishakuwa na chanzo cha mapato, hatua inayofuatia lazima uwe na utamaduni wa kufanya saving. Lazima uwe na kawaida ya kutunza unachokipata. Lazima uwe na kawaida ya kutunza unachokipata. Hatua ya tatu, lazima uwe na kawaida ya kitu kinaitwa investing. Lazima uinvest kile kipato chako unachokipata baada ya matumizi. Kile ulichokuwa umesave unachukua unakwenda kuinvest katika baadhi ya mambo. Lazima hatua ya tatu ipatikane investment, unainvest mahala. Baada ya hapo hatua ya 4 inakuja spending, ndio hatua ya mwisho kabisa. Spending, matumizi, ndio hatua ya mwisho kabisa. Hatua ya kwanza kipato, lazima uwe na chanzo cha mapato. Hatua ya pili lazima uwe na kawaida ya kutunza unachokipata. Hatua ya tatu lazima uwekeze, ufanye investment. Hatua ya 4 ndio unakwenda kwenye spending. Sasa vijana wengi leo mnapata 10,000 mnakwenda kuonga 10,000. Abu, umesikia bwana? Unapata 10,000 unakwenda kuonga 10,000. Huwezi kuwa na maendeleo. Tatamani kuwa na gari uweze kuipata. Sasa malengo lazima uwe ni muhaddad, specific. Unataka nini kwenye maisha? Alafu ukishakuwa unajua unataka nini,
lazima kuwe na kitu kinaitwa measurable progress ya yale malengo yako. Unavyoona unayafikia, yanakwenda. Je, kipato chako unachokipata unatunza pesa? Je, baada ya kutunza pesa unawekeza? Sio kila siku una kamera moja tu shehe, kama mguu wa shetani. Haiwezekani bwana, lazima uwe na kamera 3, unapata pesa, una kamera ya pili, ya 3. Lazima iwe hivyo kwenye maisha. Lakini sio unapata hela 100,000, 200,000 unakwenda kuonga shehe. Kuna mtu anapata 10,000 saa hizi, baadaye ukija kumuuliza hana senti 5 kipande. Sizungumzii kwenye upande wa betting, maana siku hizi vijana nao kubeti mnaita uwekezaji. Mtu anakwambia shehe bwana, nimekwenda kuwekeza mimi. Kwa wapi? Kaenda kubeti, kucheza vieta au kuweka mkeka. Na sasa hivi kuna kombe la dunia, naona vijana kila wakifanya kazi wakipata pesa wanakwenda kuwekeza kwenye betting. Sasa huyo sio uwekezaji. Tunapozungumzia investment, maana yake kiwe ni kitu ambacho una uhakika kwamba nawekeza hapa. Kamari una uhakika, kamari unaweka, unaweza ukaliwa. Kwa hiyo stage hizi 4 kwenye maisha unaweza ukafanikiwa. Kama uwezi hivi, hapo shida lazima iingie. Lakini kwenye spending huku mwishoni pia inategemea una spendi kwenye jambo gani. Yaani ikiwa unapata pesa, kazi yako kwenda kwenye kunywa pombe, kwenye anasa, kazi yako kwenda kuonga, kucheza kamari, kwenye maisha yako huwezi kufanikiwa. Yaani hakuna mcheza kamari aliyefanikiwa kwenye maisha. Kamari ipo hivi, unaweza ukabete 10,000 ukapata milioni 500 sasa hivi. Basi ile milioni 500 ile itaenda italiwa kidogo kidogo ile mpaka itaisha yote, itarudi kwenye kamari. Ndio maana Mwenyezi Mungu anasema kamari ni haramu. Yaani kuna sheitani mmoja yupo kwenye kamari, ukipata milioni 500 huwezi kuacha. Utasema ngoja niweke milioni hii, pengine naweza kupata 100, inaliwa. Kesho unaweka milioni 2, inaliwa. Ndio inaondoka hivyo. Inaondoka mpaka yote ile hela inarudi kule kwenye kamari. Hakuna mcheza kamari aliyewahi kupata faida, hakuna. Na wala sikuongope mtu. Kamari unaliwa mara 10, unakula mara 1. Unaliwa mara 20, unakula mara 1. Kamari ndio iko hivyo. Hakuna aliyewahi kufanikiwa kucheza kamari. Kwa hiyo kuna process kwenye mafanikio. Lazima ufuate zile process. Lakini unakwenda kutumia wapi pesa yako? Wakati fulani pesa inakosa baraka au kipato kinakosa baraka, inategemea umekwenda kutumia wapi kile kipato chako. Yaani inategemea pia kipato chako umekwenda kutumia wapi. Kweli umepata kipato, lakini je, swali, umekwenda kutumia wapi? Umekwenda kuwekeza kwenye jambo gani? Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani anasema, innal ladhina yatluna kitaba Allah wa aqamu ssalata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabura. Wale ambao wanakisoma kitabu cha Allah. Mwenyezi Mungu hapa anaeleza investment 3, yani sehemu za kufanya matumizi, sehemu sahihi za kufanya matumizi. Wale ambao wanakisoma kitabu cha Allah, innal ladhina yatluna kitaba Allah, wale ambao wanakisoma kitabu cha Allah. Sio kukisoma tu, maana yake hata kufadhili Qur'ani ikasomwa, ukajenga madrasa, ukawawezesha wanaosomesha dini, ukawawezesha wanaosoma dini. Innal ladhina yatluna kitaba Allah wa aqamu salata, kisha mtu akasimamisha sala. Imma mtu akawa anasali, imma mtu akawa anajenga msikiti, yani akasababisha Mwenyezi Mungu akaabudiwa. Ndio wa aqamu salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya, kisha akawa anakwenda kutoa katika njia ya siri au katika njia ya wazi. Mwenyezi Mungu anasema yarjuna tijaratan lan tabur, mtu huyo atarajie ameinvesti sehemu ambayo hawezi kupata majuto. Kuna sehemu ukienda kuwekeza, kuna sehemu ukienda kutumia pesa yako utoweza kujutia. Hakuna aliyewahi kufilisika kwa kuwa alitoa pesa akamlipa mwalimu wa madrasa. Hakuna aliyewahi kutoa pesa kwa sababu kanunua misaafu au majuzuu watu wakasoma. Hakuna aliyewahi kufilisika kwa kuwa kajenga msikiti. Dunia hii hajawahi kutokea. Hakuna aliyewahi kufilisika eti kwa kuwa alikuwa anawapa sana mafukara maskini na yeye kafilisika. Hakuna. Mwenyezi Mungu anasema yarjuna tijaratan lan tabur, watarajie ya kwamba wamewekeza sehemu ambayo hawatoweza kujutia. Sasa ili ufanikiwe kwenye maisha, hatua ni hizo 4.
earning, source of income, saving, lazima usave pesa, investing, investment, lazima uwekeze, spending, kwenye matumizi mwishoni. Sasa sisi tukipata pesa tunakwenda kwenye matumizi, hatuwekezi. Hakuna kijana mwenye utamaduni wa kutunza pesa. Sasa hivi ukimuuliza Abu hapo ana shilingi ngapi kwenye akaunti yake, pengine hata 2,000 ana. Hata 2,000 pengine ana. Na ikitokea siku kuna 100,000 kwenye akaunti yake, kila wakati anaingia kwenye sim banking anaichungulia ipo. Anarudi Darsa TV kama ulikuwepo bwana. Akiona siku kuna 100,000 kwenye akaunti, basi anakuwa na giogio hiyo 100,000 mpaka iishe. Kama unavyoona mtu kama hajazoea kuweka juisi kwenye friji lake au soda, yani roho yake inakuwa itulii mpaka zile soda azimalize kwenye friji. Na ndio kuna baadhi ya watu wako hivyo, yani mtu hana uwezo wa kutunza pesa. Akiwa na pesa kwenye simu yake itamuasha hiyo pesa mpaka imalize. Akiimaliza ndio roho yake pale kwatu kabisa. Kumbe moja ya kanuni ya mafanikio, lazima uwe na kawaida ya kutunza pesa. Ndio maana kuna baadhi ya watu wanaitwa mabaili. Jamaa baili yule, so baili. Yani kanuni ya mafanikio inakutaka uwe una uwezo wa kutunza pesa. Kama uweze kutunza pesa, maana yake pesa inakuwa haiwezi kubakia nyumbani kwako kamwe. Kamwe. Na wakati fulani kumnyima mtu aliyekuja kukuomba, wakati fulani sio dhambi. Yani kumnyima mtu aliyekuja kukuomba wakati mwingine sio dhambi. Yani kwenye maisha lazima kuwe na mikakati kwamba hii ya matumizi kadha, hii ya ada ya watoto shuleni, hii kwa ajili ya kitu fulani, hii kwa ajili ya kusaidia mayatima, hii. Yani kila kitu kinakuwa na mpango wake. Kwa hiyo mtu akija akikwambia bwana na jambo fulani, bwana sasa hivi pesa sina, kwa sababu ina mpango wake. Sio kwa sababu ni baili, usimtafsiri mtu baili. Pengine zile za kutoa kuwasaidia watu zimekwisha, alizokuwa nazo za mtaji. Sasa mtaji akikupa wewe, simtafilisika wote, mtakuwa maskini. Sasa kuna baadhi ya wakati unaweza kwenda kumuomba mtu, bwana mimi sina bwana, jamaa ana duka bwana, jamaa ana magari lakini ananinyima. Ule mtaji ile ya kukupa wewe hana, lakini zile za mtaji anazo. Ngoja afanye biashara, akipata atakupa. Lakini kuna mtu ukienda kumuomba akikwambia sina, wewe unaamini anacho. Na watu wengine hawajui msaada sio lazima, msaada sio sheria. Sasa kuna mtu mwingine akiomba akinyimwa, na kutangaza vibaya shekhe, jamaa kaninyima, jamaa ana roho mbaya, jamaa hivi. Hapana, kuna baadhi ya wakati unakwenda kumuomba mtu, yule mtu kumbe pesa ya kukupa yeye hana, ile aliyokuwa nayo ya biashara. Kwa hiyo inatakiwa uelewe kwenye mtindo wa kufanikiwa kwenye maisha, lazima uwe na kanuni ya kutunza pesa. Lazima uwe na kanuni hiyo. Unajua hata Abdurrahman bin Auf wakati anatoka Maka kuhamia Madina hakuwa na pesa. Abdurrahman bin Auf alikuwa bilionea wa Kiislamu, lakini alikuwa ameingia Madina pale, alikuwa na pesa. Lakini moja ya kanuni yake kwenye biashara alikuwa anafanya, Abdurrahman bin Auf alikuwa ana invest, alikuwa ana save, alikuwa anatunza pesa. Baada ya kutunza akawa anafanya investment, akawa anawekeza kwenye biashara. Na Abdurrahman bin Auf alianza biashara, alifanya biashara karibu 4 sokoni. Alikuwa anauza asali, alikuwa anauza mikate, alikuwa anauza yale samri, alikuwa anauza sijui ngano. Yani alikuwa na biashara kama 4 pale sokoni. Kwenye kila biashara alikuwa na invest. Na ndio siku zote mtu hawezi kuwa bilionea mwenye biashara moja, haiwezekani. Yani bilionea siku zote na biashara zaidi ya 2. Mabilionea wote duniani tafuta wana biashara zaidi ya 2. Wote. Hata matajiri wa kwetu hapa, kina mzee Baresa, kina nani, anauza maji, anauza ngano, anauza ice cream, anauza, yani biashara zaidi ya. Matajiri wote watafute wana biashara zaidi ya 2. Sasa Abdurrahman bin Auf alikuwa anapata kipato, alikuwa anatunza. Baada ya kutunza ana invest. Na wakati huo huo mwishoni anakuja ana spendi katika Uislamu. Alikuwa anatoa mali yake kwa ajili ya Uislamu. Kwa hiyo ili ufanikiwe kwenye maisha, ni lazima kwenye maisha yako uwe na malengo ambayo ni measurable. Yanapimika yale malengo. Progress yake unaona. Lakini jambo lingine, kuna kitu kinaitwa qabilu litahqiq. Achievable. Yani uhakikishe yale malengo
yanafikika, yale malengo uliyokuwa nayo unapambana kuhakikisha yale malengo yanafikika. Sio unakuwa na malengo ya kujenga nyumba alafu una mpango wa kukusababishia kupata pesa kujenga nyumba. Ili uhakikisha yale malengo yanafikika, ni lazima uwe na mpango maalum. Mimi nataka nijenge nyumba, basi nitakuwa na biashara ya kunyonyoa kuku sokoni, au na biashara ya kuuza broiler sokoni, na biashara ya kuuza karanga, kuuza ubuyu. Yaani lazima uwe na mpango. Ndio maana Mtume katika moja ya hadithi yake aliwahi kusema, la aqla katadbir, hakuna akili kama mtu kuwa na mpango. Yaani kwenye maisha yako hakikisha unakuwa na mpango. Mpango ni muhimu sana kwenye maisha. La aqla katadbir, hakuna akili kama kuwa na mpango. Hakikisha kwenye maisha yako unakuwa na mpango. Na mjini bwana Abu ni mipango. Mjini bwana Abu ni mipango. Kama una mipango utaharibikiwa. Ndio maana Mtume akasema la aqla katadbir, hakuna akili kama kuwa na mpango. Usikae tu kijinga mjini. Unaweza kuwa unatamani kupata gari alafu una mpango, unapataje gari? Unataka kuwa na nyumba alafu una mpango, unapataje nyumba? Ndio mwisho wa siku unasikia watu wanauza ubingwa, kwa sababu una mpango. Sasa kama una mpango unafanyaje? Kwa hiyo lazima uwe na mpango ambao ule mpango unaweza ukasababisha ukafikia yale malengo yako. Malengo yatakiwa yawe ni achievable, yanafikika yale malengo. Kwa hiyo mwaka 1448 ni mwaka mpya wa Kiislamu, lakini ni vizuri kila mmoja akawa na mipango kwenye maisha yake ili kuhakikisha anafanya mipango ya kiimani. Ikiwa mtu anahitaji kwenda hija, manake lazima atengeneze mpango wa kuwa na source of income ya kuwekeza kidogo kidogo, ili na yeye mwakani aende hija, mwakani na yeye aweze kwenda hija. Inawezekana ikawa kupata milioni 18 ya mara moja uwezi, lakini unaweza kuwekeza kidogo kidogo. Huu ni mpango pia, ni malengo pia kwenye maisha atakiwa uwe nayo, kwamba baada ya mwaka huu mimi nategemea insha Allah niende katika ibada ya hija. Mwaka huu nategemea insha Allah niende nikafanye umra. Unakuwa na mpango, unaanza kuwekeza kidogo kidogo. Kwa hiyo ni vizuri sana kuwa na mipango, kuwa na malengo mwaka 1448 kwenye maisha yetu, ili tuweze kufanikiwa katika mambo mbalimbali. Hijra ya Mtume au kalenda ya Hijiria inatufunza mambo mengi sana kwenye maisha. Inatufunza mambo mengi sana kwenye maisha, ikiwemo mipango, ikiwemo kutoka sehemu moja kuelekea sehemu nyingine, ikiwemo kubadilisha biashara. Ikiwa mwaka jana umefanya biashara ya kuuza machungwa, faida hamna, mwaka huu badilisha, anza kuuza karanga, unauza karanga. Ukiona nao umefeli, mwaka ujao unabadilisha. Yaani unafanya hijra kwenye kila jambo mpaka ufanikiwe. Yaani hakuna aliyefanya hijra ambaye hajafanikiwa, kila aliyefanya hijra alifanikiwa. Kwa hiyo hijra kwenye kuhama kutoka sehemu moja kuelekea sehemu nyingine, unaweza kufanikiwa. Hijra kutoka kwenye biashara moja kwenda biashara nyingine, hijra kutoka kwenye tabia fulani kuelekea tabia nyingine. Yaani jitahidi ufanye hijra katika mwaka. Kalenda ya Kiislamu, mwaka mpya wa Kiislamu, unatoa ujumbe wa watu kufanya mabadiliko kwenye maisha kwenye kila nyanja. Sasa wewe endelea kujifanya mimi Bon Town, nimezaliwa hapa, nimekulia hapa, mimi unaambii kitu na nini. Wanakuja hapa Wanyamwezi, wanakuja Wadigo hapa, wataendesha magari, watakuwa na majumba. Wewe uko hapa, mimi Bon Town, mimi Mzaramo, mimi Mtengereko. Una nini wewe kwenye maisha? Kweli umezaliwa mjini, una nini? Kwa hiyo issue sio kuzaliwa mjini, issue una nini mjini. Sasa ukiona mambo yako ni magumu, fanya hijra, badilika. Toka sehemu moja kuelekea sehemu nyingine. Badilisha mfumo wa maisha. Isiwe unaamka asubuhi unakwenda kijiweni tu. Serikali mbaya, ajira hakuna. Brother, wewe unaamka unakwenda kijiweni. Wakati kule kuna watu wanabeba zege, kule kuna watu wanauza karanga, kule mimi sijawahi kuona mtu anauza karanga barabarani akazuiliwa. Hakuna. Siku moja niwaambie, niliwahi kukaa na muuza kahawa. Muuza kahawa. Zamani tunajua sio wauza kahawa walikuwa ni Wagogo. Lakini siku hizi mpaka Wamasai wanauza kahawa. Wamasai wanauza kahawa. Siku moja nilikaa na muuza kahawa. Nikamuuliza, hivi wewe kwa siku unapata shilingi ngapi? Ikitokea mtu akakuajiri akulipe 450,
hii kazi tunaweza ukaacha uende ukaajiriwe? Akanambia, shekhe, hata kama itakuwa mtu atanilipa 500,000 mimi siendi kuajiriwa, nafanya kazi yangu ya kuuza kahawa. Hata kama mtu atanilipa 500,000 siendi, mimi kazi yangu itakuwa ni kuuza kahawa. Nikamuuliza kwa nini? Akanambia, kwa siku mimi napata 25,000 kwenye kuuza kahawa, kwa siku 25,000. 25,000 mara mwezi shingapi? 7,500 anapata. Sasa uniambie nikaajiriwe nipate 500,000 ya nini, wakati mimi nauza kahawa napata 25,000 kwa siku? Na kweli anakwambia mimi nina vijiwe 5 nikienda pale napata 8,000 kijiwe kile, nikienda pale napata 8,000, nikienda pale napata, yani anakuhesabia vijiwe, lakini anapata 8,000 kwa siku 25,000. Anakwambia mimi hapa gharama yangu maji tu, naenda sehemu nachukua maji naweka jikoni, natia kahawa yangu na koroga na wauzia, sina gharama ya sukari wala sina gharama ya chochote, napata 25,000. Wewe ukiambiwa uuze kahawa uwezi. Unasema mimi nimezaliwa Kinondoni, nimezaliwa Magomeni. Brother, wewe una nini? Mtu anapata 25,000, wewe ukikaa kijiweni huwezi kuipata. Siku moja nilikaa na mtu mmoja muuza madafu, nilikutana naye kule Oysterbay. Nikamuuliza, brother, wewe unapata shilingi ngapi kwenye biashara yako? Akanambia, shekhe, mimi nanunua dafu moja 500, wakati mwingine nanunua 400 mpaka 500. Mimi nauza 1,000 napata faida 600. Kwa siku mimi nina uwezo wa kuuza madafu mpaka 60 au 70. Shilingi ngapi nimeingiza hiyo kwa siku? Piga hesabu 600 mara 70. Na anakwambia siku nyingine biashara ikiwa nzuri nauza madafu mpaka 100. 600 mara 100 ngapi shehe? Ngapi? Shilingi ngapi? Mbona majibu manne? Hata hesabu hii inawashinda masheke. 60,000, 600 mara 100, 60,000. Asante, jazakallahu khair. Sasa mtu anapata 60,000 pa day, biashara yake ya kuuza madafu. Wewe ukiambiwa uuze madafu uwezi. Mimi nimezaliwa mjini uuze madafu. Anatokea Muha anakuja hapo mjini auza madafu, anapata 60,000 kwa siku. Mara mwezi shilingi ngapi? Yaani anapata mshahara hata mwenye degree 2 apate. Wewe unakaa mtaani, mimi nina degree nimesoma, siwezi kuuza madafu, unakaa unaanza kusumbua watu. Kumbe ulikuwa unaweza kuchukua basikeli yako ya 120,000, ukachukua mtaji wako wa 100,000, ukaanza kuuza madafu, na kwa siku ukapata 50,000. Kwa siku ukapata 50,000. Lakini vijana wengi hili hawanalo kichwani. Mtu anakaa mtaani, bwana ajira hakuna bwana, hivi na hivi. Kuanzia asubuhi mpaka jioni kazi yake ni majungu, fitina, yupo kijiweni tu. Lakini kumbe kuna kazi zipo nyingi mtani angeweza kufanya, angepata pesa nzuri. Na ndio maana ukaona wale vijana wengi wanaokuja hapa mjini, wanaofanya biashara ya machungwa, biashara ya kahawa, biashara ya madafu, baada ya miaka mitatu wanakuwa sio wao. Wanakuwa sio wao wale vijana. Nyie fuatilieni, hawa wanauza kahawa, hawa wanauza machungwa na madafu. Sio biashara zao mpaka wanakufa. Wanafanya biashara zile kwa miezi kadhaa tu. Baada hapo utamshangaa na kiduka chake Kariakoo cha kuuza nguo, kashakuwa machinga naye. Baada hapo unashangaa na fremu yake naye. Baada ya miaka 4 ana bonge la duka. Wewe umekaa hapa mjini tu. Mimi nimezaliwa hapa. Umezaliwa wako una nini wewe shehe?